Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Bana, ni muda mwingine tena jioni tunakutana kwa ajili ya kuzungumza michezo. Bwana pale ulipo, kwanza subscribe, gusa alama kengele hapo ili tuweze kuzungumza yale yote ambayo yamechomoza, na kubwa zaidi ni Simba wametua tayari kwa Marasha Karafu pale visiwani Zanzibar Unguja, na taarifa nzuri tu ni kwamba leo wamefanya mazoezi yao ya kwanza wakiwa na siku 4 kuelekea siku ya Jumapili ambako ndipo mchezo utachezwa kati ya Simba dhidi ya RS Berkane, na huo ni mchezo wa finali, kwa maana finali yenyewe sasa, kwa maana mkondo wa pili wa finali ya kombe la shirikisho barani Afrika kama ambavyo inafahamika. CAF pamoja na delegation yake yote na viongozi mbalimbali kutoka maeneo tofauti makubwa zaidi watakuwepo katika uwanja wa New Amani Complex kushuhudia finali ya kibabe kweli kweli. Kuna finali ya tarehe 24 ya ligi ya mabingwa Afrika kati ya Masandawana Brazilians Mamelodi Sundowns dhidi ya Pyramid, lakini finali inayozungumzwa zaidi kwa sasa ni finali kati ya Simba dhidi ya RS Berkane. Kwa nini? Kwa sababu ya mvuto wa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba, namna ambavyo wameteka mitandao ya kijamii kwa sasa, na namna ambavyo pia wamekuwa na wafuasi wengi pia kwenye kandanda hapa Afrika. Achana na Pyramid, achana na Mamelodi Sundowns, hao ni vijana au watoto wadogo ambao walizaliwa tu majuzi, lakini Simba wanapozungumzia ni wakubwa. Walichelewa tu kufika katika hatua hizi kubwa, kwa maana tangu 1993 sasa hivi wanaenda tena katika hatua hiyo ya finali. Sasa ni kitu kingine kikubwa ambacho kinasubiriwa kwa hamu sana. Moja ya story kubwa ni kwamba Simba leo wamefanya mazoezi yao, na mazoezi ya leo waliyofanya ni chini ya kocha Fadlu Davis, ambapo Fadlu Davis pia bwana leo ni birthday yake. Unaweza kumwimbia hapo ulipo happy birthday Fadlu Davis, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Fadlu, happy birthday to you. Unaweza kumwimbia hapo ulipo mwamba huyu kocha ambaye hakika amekuja kuwaonyesha kwamba Simba ni timu ya namna gani, kocha ambaye amekuja kufanya makubwa kweli kweli ndani ya Simba. Wamepita makocha wengi sana, lakini Fadlu Davis amekuja kutenganisha makocha waliopita, na yeye amekuja kuseti standard yake. Mwamba amefikisha Simba hatua nusu finali, akafikisha finali, sasa anapambania ubingwa. Kwa hiyo hana budi kuendelea kupewa maua yake. Amefanya kitu kikubwa sana, anafanya kazi kubwa sana, kazi iliyotukuka ndani ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa kwenye mazoezi ya leo Simba aliyofanya, moja ya vitu ambavyo vimeonekana ni pamoja na urejeo baadhi ya mchezaji ambaye alikosekana katika mchezo uliopita, Abdrazak Hamza. Abdrazak Hamza ambaye wao wanapenda kumuita, mimi napenda kumuita ukuta wa zege. Ukuta wa zege kweli huyu. Mwamba huyu hacheki na wote, anafanya kazi kubwa sana akiwa uwanjani na hana masihara hata kidogo. Mechi iliyopita alishindwa kuendelea kutokana na maumivu aliyopata kutokana na hali mbaya ambayo alikuwa nayo, alikuwa anaumwa malaria, lakini baadaye Mwamba alishindwa kuendelea. Watu wengi wakaja na story mbaya kwamba chuma kimeumia, chuma sijui kimejivunja na mambo kama hayo, lakini chuma kimerejea, na kwa namna ambavyo amerejea leo ni kwamba amerejea kamili. Unajua angekuwa sio kamili angekuwa anafanya mazoezi mwenyewe ama peke yake, lakini leo amefanya mazoezi na timu, kwa maana amefanya mazoezi na club na ameonekana akiwa fiti kweli kwa ajili ya kwenda kuwavaa Waarabu RS Berkane. Kwa hiyo Abdrazak Hamza amerejea. Kwa sasa ni faida kwa Simba, kwa sababu hata kwenye mahojiano ambayo yafanyika ni kwamba anasema yuko kamili, yuko fiti na yuko tayari hadi kufikia siku ya Jumapili. Chuma kitakuwa kimekwisha imarika, na ninaona wazi kwamba Mwamba anaweza akaenda kuwasaidia, akaongeza idadi ya beki kwa upande wa Simba, kwa sababu wanahitaji zaidi kuwa na idadi kubwa mabeki ili inapotokea changamoto pia kocha Fadlu Davis kwenye mkoba wake awe na silaha za kutosha, tofauti na ile ambayo ilitokea alivyoumia yeye akaingia Chef Ondo Malone, na ukiangalia kwenye eneo la beki hakuna beki mzoefu zaidi. Kwa hiyo Hamza anapokwepo, Malone anavyoanzia benchi au Chamuka anavyoanzia benchi au hata Hamza mwenyewe, mkoba wa kutosha Fadlu Davis itawasaidia hasa katika eneo la kujilinda, kwa sababu Simba anahitaji matokeo kwa namna yoyote ile. Simba anahitaji matokeo kwa namna yoyote, kwa maana kipindi cha kwanza anahitaji kupata magoli mawili ya chap, alafu kipindi cha pili anatakiwa amalize mchezo kabla ya kwenda kwenye mikwaju ya penalti, kwa sababu kwenye mikwaju ya penalti pia lolote linaweza likatokea. Sasa good news kwa maripota wangu ambao wako Zanzibar ni kwamba wanasema kule bwana wachezaji wa Simba bashasha limekuwa kubwa, limeongezeka, na wameanza kuseti akili upya kwamba sasa wanafahamu mechi inapigwa Zanzibar. Wamechukua ile mentality
ya uwanja wa Mkapa wamehamishia Zanzibar, na viongozi pia wa Simba wote wamewasili pale, wamefika mapema kwa ajili ya kuangalia logistic na kuangalia kila kitu kuhakikisha Simba wanafanya vizuri, na hasa kwa ajili ya kuhakikisha uwanja pili unalindwa, wanakuwa katika mazingira ya kuhakikisha uwanja unakuwa mzuri, uwanja unakuwa hauna changamoto yoyote. Kwa hiyo kwa upande wa Simba leo wamefanya mazoezi ya kutosha, kesho pia watafanya mazoezi, kesho kutwa watafanya mazoezi, na mazoezi yote haya wanayofanya ni kuelekea mechi hiyo. Na moja ya vitu ambavyo wanazungumza ni kwamba Simba wao kuna bonus ambayo Mohamed Dewji ameitoa, inafikia bilioni 1.5. Kama endapo Simba atatoa ubingwa inaweza ikafika hadi bilioni 2 jumlisha kuanzia hatua nusu finali. Kwa hiyo morali imekuwa kubwa sana. Hiyo ni ya mwekezaji Mohamed Dewji, lakini kuna bonus zingine ambazo zimeendelea kutolewa na watu tofauti wanaoipenda Simba. Kwa hiyo inaenda kuongeza chachu, wachezaji wakiwa fiti kamili gado wanahitaji mchezo. Fondo Malone anaendelea kuimarika, siku hadi siku anaendelea kuonyesha ubora wake. Leo nimeona pia wachezaji kama kina Edwin Balua nao wameonekana wakiwa bora kabisa. Kwa hiyo kila kitu kiko kwa upande wa Simba, kinachotakiwa tu ni matokeo. Lakini bad news, taarifa ambayo sio nzuri, RS Berkane bana, nyota wao wamerejea, wale ambao walipata majeraha katika mechi ile iliyopita, na taarifa ni kwamba vile vyuma bwana vimerejea na wako tayari kwa ajili ya kuanza kukiamsha, na hii baada ya kukosekana katika mechi ya finali ya kwanza dhidi ya Simba. Beki wa kulia wa kutumainiwa kwa timu ya RS Berkane Haitham Manut bana amerejea na amesharejea, yuko kamili gado, na hiyo kesho safari wataanza asubuhi, atafika. Lakini pia taarifa nyingine, Basene pia naye amekaa sawa. Yule ilikuwa ni mshambuliaji ambaye alikuwa anasubiriwa, na yeye pia alipata majeraha, alishindwa kucheza mchezo uliopita, akaanza Osama Meloi, lakini yeye chuma hakikuanza. Kwa hiyo wote wamepona, wako kamili gado. Kwa hiyo finali haina kipengele, finali iko tayari kwa ajili ya kwenda kupigwa. Story kubwa tu ni kwamba watu wanasubiri kuona Mwali atabaki Tanzania ama Mwali ataondoka. Watanzania wengi wanasema wanatamani zaidi Mwali abaki, hata mimi pia nasema natamani Mwali abaki ili story na historia kubwa iandikwe kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, kwa maana kwamba kubaki na Mwali unaweza kawa jambo zuri na jambo kubwa sana 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 sana. Kwa hiyo popote pale ulipo, wewe pia unaweza ukaombea dua Simba. Na habari nzuri njema ni kwamba viongozi wa Simba pia wame plan kukutana na Mtume Boniface Mamposa Bulldozer wa Madhabahu Kawangazi kabla ya mechi hiyo, ili kuhakikisha basi uwanja ule unafanywa wakfu, uwanja ule unaombewa, lakini pia wachezaji wanapigwa maombi, dua takatifu, ili kuhakikisha basi kwenye hiyo mechi Simba wakapate matokeo. Matokeo ndio kitu kinachomata zaidi, na matokeo sio tu matokeo, ni matokeo ya ushindi wa goli 3, sababu akienda kwenye matuta anything can happen, na hakuna muda wa kupoteza kabisa kwa sasa, kwa sababu kila kitu katika uwanja wa Amani Complex kimekamilika na viongozi wameshafanya kazi yao. Lakini kilichobaki sasa ni kwa mashabiki kwanza kukata tiketi kwa fujo, huku pia wakifurika na wakifika pale washangilie kweli kweli, sio kwamba wanaenda kukaa tu, wanapaswa kushangilia haswa. Na natamani kikosi kianze hivi kwenye hiyo mechi. Natamani Hamza, kwa sababu amepona, natamani Hamza aanze na Fondo Malone. Chamuka Rabwe anaweza pia akaanzia bench au akaanza pia beki inaweza kaanza vile vile, Hamza na Chamuka Rabwe, Malone akaanza bench, au Hamza na Malone alafu Chamuka Rabwe akaanzia bench, ama Malone akaanzia bench, Hamza akaanza. Hamza of course inabidi aanze, ni mtulivu na ni mzoefu pia, kama akiwa fiti hakuna namna, unaweza kumpita kirahisi, ni ngumu sana. Fullback ya kulia Shomari Kapombe, fullback ya kushoto Mohamed Hussein Shabalala, mabeki wa kati ndio hao nimewataja, lakini pale juu Kagoma pamoja na Fabrice Luamba Ngoma, huku pembeni Kibu pamoja na Mpanzu, alafu pale Jean Shaza Hua juu kule inabidi Mkwala sasa aanze kwa sababu ya kwenda kupeleka moto, na ni cheche kweli kweli, hakuna muda wa kupoteza. Mwendo wa ngiri mkia juu kweli kweli, kwa sababu Simba anahitaji kupata matokeo ya haraka haraka ili kuwapagawisha. Ukishawapagawisha wale jamaa wana panic, ukisha panic unamalizana nao. Ukiwapiga la kwanza wana panic, ukiwapiga la pili unawachanganya, alafu kipindi cha pili wanatafuta la tatu, alafu mnamaliza mchezo, mnyama anabaki na kombe. Simba hii sio ile Simba ya kuungaunga, wala sio Simba ya kutiatia huruma. Ni Simba ambayo inaweza kaamua matokeo popote pale, na ni Simba ambayo inaweza kufanya chochote, kama ambavyo walifanya dhidi ya Al Ahly Tripoli ya Libya ya kina Mabululu, dhidi ya kina Constantine, anaweza akafanya dhidi ya RS Berkane. Uzuri tu ni kwamba wana wachezaji wa kuamua matokeo, wana wachezaji ambao damu zao zinachanganya, zimechemka, wana wachezaji ambao wana kasi, wana wachezaji ambao wana determination, wana wachezaji ambao wana uvumilivu kwa maana endurance, wana wachezaji ambao wanaweza wakawa na composure katika eneo la mwisho pia.
Kwa kinachotakiwa tu ni kutokupoteza mipira. Wamekuwa wakitumia sana pia video hizi ambazo mara nyingi natoa ushauri. Wanachopaswa Simba ni kila nafasi ambayo wanaipata wanapaswa kuitumia kikamilifu. Wazungu wanasema kuitumia hiyo nafasi effectively, lakini pia kila nafasi kama unaona mchezaji huwezi kufunga, toa pasi, hakuna uchoyo, kwa sababu hili finali hatafutwi top scorer pale, inatafutwa kikombe. Kikombe kiko pale. Yaani itakuwa ni kitu cha aibu sana na cha ajabu kukosa kikombe kiko pale. Yaani ubingwa uondoke na Simba wao wametengeneza chance nyingi, ndio itaumia sana. Yaani it is either Simba ashindwe kutengeneza chance nyingi, atengeneze chance chache, lakini waweze kutoa watengeneze chance nyingi na wazifunge. Ni bora watengeneze chance chache wazitumie washinde kuliko kutengeneza chance nyingi, rundo la chance alafu unashindwa kuzitumia au unashindwa kuzipeleka mpira kambani. Itakuwa ni jambo ambalo litaumiza sana. Au labda pengine inatokea eneo la penalty box mtu anakosa goli, au labda inatokea nje ya 18 mtu anaweza kumpa mtu afunge, anataka afunge yeye, itakuwa inaumiza sana. Au labda Simba amepata free kick au foul nyingi, au labda atampata mkojo wa penalty akashindwa kutumia, au labda imetokea mipira ya kona ameshindwa kutumia, kwa sababu wenzetu wale bana wao kwa swala kona, yani ni mara moja tu akipiga kona unajua kabisa hii inaenda kuwa goli. Simba anapaswa kuzingatia pia katika hilo, kwanza kuhakikisha wanalinda eneo lao hasa inapotokea set pieces, mipira ya kona kuhakikisha wanapangua. Lakini pia hata wao wakipata nafasi ya kucheza kona wanapaswa kuzitumia kona kuwa magoli. Tofauti na hii kupiga tu kona ili mradi ipigwe tu itoke. Wenzetu wao wakishasikia tu kona wanajua huu ni muda wao kwenda kupeleka mpira kambani, na ndio taratibu wao waliochagua. Kwa hiyo hata Simba katika hizi siku 4 ambazo wanafanya mazoezi wanapaswa kuzingatia sana hayo, na mwisho wa siku naamini Mnyama anaweza akatoa ubingwa wake na mambo yakawa sawa sawa. Ahmed Ali anasema anashauri mashabiki wa Simba ambao wananunua tiketi kwa ajili ya Jumapili tarehe 25 pale Amani Complex ya Kisheni, mnaenda kushangilia mwanzo mwisho wa RS Berkane, wajihisi kweli wapo genini, kwa maana wanatakiwa mashabiki full house 15,000 wote wakiwa wanashangilia mwanzo mwisho, wanawavuruga, wanawazuzua kweli kweli wasiwape nafasi. Najua wao pia wanasafiri na ndege binafsi, watakuwa na wanapaswa kufunika kweli kweli uwanja, wanapaswa kushangilia kweli kweli. Yaani hakuna haja ya kwenda kunyamaza. Na mimi siku hiyo kama mwandishi wa habari nitaenda kukaa upande wa mashabiki. Naenda ku experience na mimi lazima nikashangilie bana. Naenda kukaa upande wa mashabiki, naungana nao, naongeza nguvu pale, na hamasisha washangilie, kwa sababu Simba inaposhinda Tanzania imeshinda, na mimi pia ni Mtanzania. Mwandishi mzalendo kabisa kama ambavyo nimekuwa nikifanya siku zote. Kwa hiyo nami pia nitakuwepo upande wa mashabiki. Sitakaa upande wa waandishi wa habari, nitakata tiketi na mimi nitakaa upande wa mashabiki. Na nikitaka nakaa mzunguko, nikitaka nakaa pale VIPB. Kwa hiyo niko tayari kukaa na mashabiki, nanyi pia mfanye hivyo. Wakati kuna maliza story bwana, kunazo taarifa hapa kuhusiana na Clement Mzize, nyota wa klabu Young Africans, ambaye naye pia Yanga ametumiwa offer bana na Zamalek ya kule Misri. Ni kwamba wanamhitaji sasa kinda huyu mchezaji mwenye umri wa miaka 21 Clement Mzize kwenda kucheza Zamalek, na wamepeleka offer ya bilioni 2 na mshahara wa milioni 161 ambao ataenda kumpatia Clement Mzize. Kwa hiyo Clement Mzize wao wanapaswa kupambana na Yanga bana, wamekataa hii offer, wanataka mzigo uongezwe. Wamekataa offer ya Zamalek, wanataka mzigo uongezwe, na huyo ni Clement Mzize. Mzize amekuwa anapata offer nyingi sana, Raja, Wydad Casablanca, Al Ittihad Tripoli ya Libya na timu za Ufaransa, lakini pia sasa Zamalek. Sasa kama yeye atachelewa atakuta mwana si wake. Ni muda wa Clement Mzize sasa kwenda kucheza, kwenda kuonyesha ubora wake. Hakuna haja ya yeye kuendelea kukaa ndani ya Yanga, kwa sababu muda utapita na msimu ujao hawezi akawa kwenye fomu hii. Mimi namshauri kama kijana mwenzangu, ni muda wewe kwenda kuchukua mzigo au kwenda kuchukua mkwanja. Clement Mzize. Kesho ndakuja na habari ya Faisal Salum. Usiondoke, kaa hapo, subscribe, gusa alama kengele. Mambo